Nilimwona kuna kipindi fulani Selemani Jafo alivyokuwa waziri wa mambo ya viwanda, alikuwa anahangaika sana kuhusu swala zima raia wa Kichina wametapakaa katika nchi hii. Hivi hao raia wa Kichina yani raia wa nje anaweza kuingiaje katika nchi hii kama hakuna kiongozi aliyepewa rushwa akadhibitika akawaruhusu hao watu akaingia? Kwa sababu nchi hii tuna vitengo nyeti, kitengo cha jeshi la wananchi, tuna kitengo cha polisi, tuna kitengo cha immigration, tuna kitengo cha usalama wa taifa. Hivi vikosi vyote hivi raia wa kigeni anaweza kuingiaje katika nchi hii kama sio mpango wa viongozi kuhakikisha kwamba wanatoa kibali cha kuruhusu Wachina waingie katika nchi hii? Na hii ni kwa sababu leo ukienda mfano kama kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo wadogo wanafukuzwa maeneo yao yote, anapewa Mchina, wanapewa wageni kwa lugha hiyo. Nini maana yake? Maana yake ninyi vijana, kwa sababu wanaofanya kazi ya uchimbaji wa madini ni wachimbaji, ni wa vijana. Maana yake ni kwamba vijana nyinyi hamtakii kufanya kazi ya kujiletea kipato. Kazi yenu ninyi ni kuzurura, ni kuokota makopo na kufanya kazi ya ubodaboda. Ndio kazi ambayo mnaweza kuifanya. Lakini kazi za uzalishaji wa kupata fedha, serikali hii haitaki kabisa vijana. Na ndio maana hata ili kudhibitisha hilo, angalia bajeti iliyotengwa. Mimi mwaka juzi, miaka miwili mitatu iliyopita, nilienda kwenye ofisi ya Wizara ya Kilimo kwenda kuomba mkopo milioni 300 ili kusudi nikaanza kufanya nikalime, nikaanzisha mashamba yangu ya kilimo kule maeneo ya Manyara. Lakini cha ajabu nilinyimwa, halafu wale wakaja kupewa watu wengine kabisa. Hata hizi fedha zilizosema kwanza bilioni 200, yani unakuta kabisa waziri anayedili na vijana anakwambia zimetengwa bilioni 200, halafu hizo bilioni 200 tumezigawa katika sekta mbalimbali. Akili hamna, zimepotea akili. Na Nauka alikuwa mzuri sana alipokuwa Chadema. Sasa hivi naona naye amesha yani sijui amepatwa na nini kichwani mwake. Yani unaweza kabisa waziri uliopewa zamana unasema kwamba pesa zilizotengwa na rais ni bilioni 200. Kwanza ni dharau kuwatengea bilioni 200 vijana, population ya watu milioni 33. Halafu ukasema kwamba ukajigamba kwamba unataka kuwainua vijana. Unawainuaje vijana? Hakuna wizara yoyote, hata wizara ya waziri mkuu ambayo ndio wizara mama, kwa sababu wizara ya waziri mkuu ndio wizara mama inayodili na wananchi moja kwa moja. Hakuna pahala popote kijana ambaye ametengewa fedha, yani kuhakikisha kwamba kijana anainuliwa. Hakuna. Kwa nini? Ni kwa sababu wametuona sisi vijana ni mandindindi, wametuona sisi vijana hatujitambui, na ndio maana wanaweza kufanya jinsi wanavyoweza kuona. Amkeni vijana, saa ya ukombozi ni sasa. Lakini jiulizeni tu. Hivi inawezekana vipi nchi ambayo ina kila rasilimali za nchi, kila rasilimali katika nchi hii? Nataka niwaambie vitu tulivyo navyo katika nchi hii. Tuna vitu vingi katika nchi hii. Tuna vitu vingi sana katika nchi hii. Lakini Watanzania hatuwezi kuvifaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu vijana wamepumbaa, vijana hawajitambui, vijana hawana uelewa tena kuhusu nchi yao. Na ndio maana sasa hivi kuna manipulation kubwa. Asubuhi, mchana, jioni, ukienda kwenye TV, ukienda kwenye mitandao ya kijamii, utaona vijana wanazungumzia kuhusu udaku. Utaona vijana wanazungumzia kuhusu mambo ya ovyo tu, ya kipuzi tu. Lakini mambo ya msingi ya kuhoji viongozi, kwanza tunatakiwa tuone vijana ambao wanaweza kutuambie kwamba wewe kiongozi, waziri wa fedha, kwanza wewe kiongozi, waziri mkuu, hebu tuambie kwa nini deni la taifa limepanda juu? Wewe ulikuwa waziri wa fedha, kwa nini taifa hili limepanda juu zaidi ya shilingi trilioni 110? Kwa nini?
Pesa hizo zimeenda wapi? Kwa nini deni limepanda juu? Sasa hivi tunadaiwa zaidi ya trilioni 120. Kwa nini? Hizi fedha zimeenda wapi? Miradi hiyo iliyotekeleza katika hizi fedha iko wapi? Hebu tuonyeshe. Tunatakiwa tuwe na vijana, tunatakiwa tuwaite hao viongozi, tuwahoji kwamba wewe waziri wa vijana unafanya kazi gani? Wewe kama waziri wa vijana halafu unashindwa kutekeleza wajibu wako, wewe hufai kuwa waziri wa vijana. Unatakiwa uzomewe, unatakiwa upigwe mawe, hufai. Uzomewe kabisa. Kwa sababu uwezo ukawa waziri wa vijana halafu ukaja na project za namna hii, halafu ukashinda kuja na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapiga hatua za kimaendeleo. Unatenga zaidi ya bilioni 28 kwa ajili ya nani, eti bilioni 28 kwa ajili ya nini, matumizi ya kawaida. Halafu bilioni 1 unawatengea vijana. Ele akili yani siji wametuona sisi matiti mazezeta au umetuona sisi matahira tu. Eti hao viongozi wanatuona sisi vijana ni matahira, yani hatujielewi, yani hatuna kitu cha kuambia chochote yani. Wataweza kusema, wanaweza kututemea mate tukasema hii ni mvua. Bado tunasarau sana sisi vijana. Ninyi vijana bado mnakubali kuzaliwa kiasi hicho na viongozi hawa. Hata kama wamejiweka madarakani, lakini ndio viongozi. Tunatakiwa tuwakabili hawa viongozi bila kuwaogopa. Kuna swala jingine la kuanzisha kwa mfumo wa monopoly katika masoko. Leo unaweza kaona mfumo wa monopolization sasa hivi umekuwa umedominate kabisa katika nchi hii. Leo kama hutokani na familia fulani za viongozi, huwezi ukapewa tenda ya kufanya kazi yoyote. Mathalan, leo ndugu zangu wafugaji, wakulima wa pamba, leo wameletewa mnunuzi mmoja. Na juzi kati nimepata taarifa kutoka kule Dodoma, kuna baadhi ya viongozi wamefanya spinning propaganda kuhalalisha mfumo wa mnunuzi mmoja eti unamsaidia mkulima. Hii ni dharau kubwa sana kwa wakulima. Na mimi nitakachokuwa nawahamasisha, nitakachokuwa nasema tu kwamba ninyi wakulima wa pamba, mkiona kwamba haitoshi, achaneni na pamba. Nendeni mkalime mafuta alizeti. Achaneni na pamba. Waambieni hao viongozi wanaong'ang'ania yani kilimo cha nalii moja, cha mnunuzi mmoja, waende ile wanaong'ang'ania ile monopoly ya ununuzi wa pamba, waende wakalime wao wenyewe. Nyinyi wakulima wenzangu, tuachane na kilimo cha pamba, sisi twendeni tukalime alizeti. Tuachane na hii pamba. Kama wanaweza kufikiri sisi ni watu wajinga kiasi kwamba hatuwezi kufanya jambo lolote. Ninawahamasisha nyinyi wakulima wa pamba katika nchi hii. Na wahamasisha mikoa 17. Achaneni kulima pamba, badala yake nendeni mkalime mazao mengine ambayo yataletea faida. Haiwezekani wewe unalima pamba hausaidii chochote, unauzia mpaka dawa feki na mbolea feki na mbegu feki, halafu mtu huyu anakuja kukunyonya. Mtu mmoja. Hii ni dharau kubwa. Kwenye hili nitawapongeza watu wawili tu waliosimama kwa ajili ya wakulima wa pamba. Nitampongeza Engineer Kadogosa na nitampongeza CPA Songe. Hawa wamesimama kwa ajili ya kuwatetea wale watu wakulima wa pamba. Ila kuna wabunge na wakuu wa mikoa na wafanyabiashara wakubwa katika nchi hii wanaofanya biashara ya udalali kwa wadalalia wakulima wetu. Hawa wanatakiwa walaaniwe. Wanatakiwa walaaniwe. Na kitu kikubwa tu ambacho tunatakiwa tukifanye sisi wakulima wa pamba ni kuachana na zao la pamba, twendeni tukalime alizeti. Huo ndo msimamo wetu. Na huo tutausimamia mpaka watakapoona kwamba sisi watakapojua sauti yetu sisi kwamba sio sauti ya watu wapuzi, sio sauti ya watu wapumbavu katika nchi hii. Na nawahamasisha vijana wakulima wa pamba, tusimu kutoka kwenye pamba, twendeni tukalime alizeti. Kwa sababu alizeti ina faida nyingi. Alizeti
inaweza ikaleta nani faida kubwa kwenye uchumi wa familia zetu. Bila hivyo, kama hawatabadilisha mfumo wa ununuzi mmoja wa pamba, hili jambo tutaondokana nalo na tutaswimu kwenda kulima alizeti. Hiyo ndio msimamo wetu wa kulima wa pamba, na hili nitakuja kuwaeleza siku nyingine kwa kinagaubaga, na tutaitisha mkutano. Najua kuna baadhi ya watu wanafanya lobbying, na najua kuna watu wengine wamewahonga baadhi ya watu ili kusudi waende wakacomply, wakakubali kwamba wakatetee kwamba yani mnunuzi mmoja ni njia sahihi zaidi. Tunawajua hawa watu na tunawafahamu. By the way, mmetimiza wajibu wenu, kwa sababu ni kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake, lakini wakulima, hasa kabisa wakulima sisi wenyewe, ili jambo hatukubaliana nalo, hatutakubaliana nalo mpaka tone letu la mwisho. Lakini katika kumalizia hotuba yangu, niwaambie nina machache ya kusema kwa vijana.